Elimu ya jumla ya soko kwa mtandao, mnyororo wa thamani. Fikiria kuhusu kununua maziwa ukiwepo na muuzaji ana kwa ana. Huu ndio mnyororo wa thamani. Kinyume chake, mnyororo wa thamani unatofautianaje unapoyanunua kwenye soko la mtandaoni? Unayagiza wapi? Unapokeaje bidhaa? Hivyo basi, mnyororo wa thamani unaonekana hivi badala ya hivi. Ni thamani gani inayoongezwa katika hatua ya mwisho unaponunua kwa njia ya mtandao? Unapata nini? Unapoteza nini unaponunua bidhaa kwa njia ya mtandao? Unapata bidhaa ikifikishwa hadi mlangoni kwako kwa urahisi zaidi. Lakini kumbuka, bidhaa ni maziwa. Huenda usiwe na uhakika wa ubora wa maziwa hayo yanapokufikia. Kwa hivyo pia unaondoa imani yako kwa muuzaji. Sasa tukilinganisha, thamani katika hatua ya mwisho ni ipi unaponunua ukiwepo ana kwa ana? Unatumia muda na juhudi zaidi kwenda dukani, lakini unaweza kupata bidhaa safi zaidi. Sasa angalia tena mnyororo wa thamani kwenye masoko yote mawili. Je, hatua ya usindikaji inatofautianaje iwapo maziwa yanauzwa kwa njia ya mtandao? Fikiria kuhusu mnyororo wa thamani wa kununua vitu kwa njia ya mtandao. Fikiria kuhusu kinachoongezwa katika kila hatua. Linganisha na mnyororo wa thamani wa bidhaa hiyo unaponunua kwa kuwepo ana kwa ana.